أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته. ربنا ولا تحملنا ما قبلنا به، واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Sheikh Ali Badawi. Sasa tunamkaribisha Ustadh Zuberi Timburu atatuelezea mambo ambayo inatukabili sana sisi katika mujtamaa yetu, na tumsikize kwa uzuri inshallah. Sheikh Zuberi. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. واشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر. ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين. عباد الله، nikizanguni baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, katika darasa yetu ya leo insha Allah tutakuwa ni wenye kuongelea anwani moja ambayo yenye kuchukua kichwa cha habari al-ghaiba wan namima, usengenyaji na uchongezi. Haya ni mambo ambayo jamii yanatukabili. Haya ni mambo ambayo yameharamishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama vile ambavyo tunavyotambua zina imeharamishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama namna ambavyo tunavyotambua kwamba riba imeharamishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Waislamu tukawa tuna jitihada kubwa za kujiepusha nayo, basi vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha kusengenya, ameharamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uchongezi. Twapasa Waislamu kwamba kila baada ya siku Muislamu awe mwenye kubadilika, Muislamu awe mwenye kujiepusha na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemharamisha kwake, kwamba mtu ameharamishwa asiwe mwenye kutenda matendo hayo. Tujiepushe na madhambi ambayo yaliokuwa makubwa na tujiepushe na madhambi ambayo yaliokuwa madogo. Huu ni Uislamu na huu ndio Uislamu. Na kujiepusha na hamasa au misimamo ambayo kwamba mtu kusimama katika sehemu fulani na sehemu fulani haupo katika msimamo. Mfano kwa leo swala la usengenyi na swala la uchongezi na mambo mengine, dhulma, riba na vinginevyo vimekuwa ni vitu vya kawaida. Lakini wakati huo watu wamekuwa na misimamo katika sehemu mpaka tunakuwa tuko tayari kuzitoa nafsi zetu, lakini hali ya kuwa kwamba hatuchukui Uislamu mzima kama ambavyo ulivyochukuliwa na masahaba radhiallahu anhu, kama alivyofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa ndugu zangu katika imani, Uislamu kama Uislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliotuamrisha tunatakiwa tuwe ni wenye kuyafuata, na yale ambayo aliotuharamisha tunatakiwa yote tuwe ni wenye kujiepusha nayo. Huu ndio Uislamu. Na uchongezi au usengenyi, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliubainisha mwenyewe, akasema kwamba akiwa mwenye kuulizwa ni nini uchongezi au ni nini usengenyi, usengenyi ni nini, pale ambapo alipoulizwa na masahaba radhiallahu anhu, atadiruna mal ghaiba, aliwauliza masahaba, hivi nyinyi mnatambua kwamba usengenyi ni nini, kwamba kusengenya ni kitu gani? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Walimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu na mtume wake ndiye ambaye mwenye kujua usengenyi. Na hapa tunapata kitu kwamba sasa hivi mtu kama utaulizwa kitu ukawa si mwenye kujua, basi sema kwamba Allahu a'lam.
Mwenyezi Mungu ndio ambaye mwenye kujua. Ukisema kwamba Mwenyezi Mungu na mtume wake ndio mwenye kujua, Mtume sallallahu alaihi wasallam hayupo. Katika upande watu wa tauhid wanasema kwamba unaingia katika makosa. Kwa hiyo kwamba hivi sasa hivi ni kwamba ukiulizwa kitu ukawa si una elimu nacho, basi useme kwamba Mwenyezi Mungu ndiye ambaye mwenye kujua, baada ya kwamba umeshindwa kutoa jawabu au baada ya kuwauliza wengineo ambao walikuwa wenye elimu zaidi. Hili ni tambii, lakini sisi tupo katika swala zima la usengenyi ambalo lenye kuzunguka katika jamii yetu Waislamu, ikiwa ni viongozi, ikiwa raia wa kawaida, ikiwa ni mashehe, ikiwa ni talabatul ilmi na jamii kwa ujumla, wanawake, wanaume. Hali ni hiyo. Tunaambiwa kwamba dhikrullah shifa, kwamba utajo wa Mwenyezi Mungu ni dawa. Dhikrullah shifa, kwamba utajo wa Mwenyezi Mungu ni dawa. Wa dhikrun nas dawa, na utajo wa watu kukaa kusengenyana, watu kukaa kuchongeana, huu ni ugonjwa. Waislamu tuna kheri kubwa sisi ambao tuliopewa kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu huna la kufanya, basi ni kheri kwa wewe ukisoma Qur'ani. Huna la kufanya, ni kheri ukimtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna askari chungu mzima Muislamu anatakiwa adumu nazo, amtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ana malipo makubwa kabisa. Lakini mtu yote anaachana nayo haya, anaishi na maisha hajisikii raha kabisa, kama hakukaa katika jinsi yoyote bila ya kumsengenya mtu au kumtaja mtu, kutaja mazuri au mabaya yake. Atadiruna mal ghaiba, hivi mnaitambua kwamba ghaiba ni nini? Kusengenya ni kitu gani? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, akasema Mwenyezi Mungu na mtume wake ndio ambaye mwenye kujua. Sababu masahaba radhiallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam yupo mbele yao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba dhikruka akhaka bima yakrah, ni kumtaja ndugu yako kwa kile ambacho kinachomchukiza. Ikiwa kwamba utamzungumza ndugu yako kwa kile ambacho unachomchukiza au anachokichukia yeye, utakuwa umemsengenya. Masahaba walikuwa si wazito katika kuuliza na kujua dini yao, na kwa hali hiyo ndio ikatufanya kwamba sisi Uislamu leo hii ukatufikia katika hali ambayo ilikuwa nzuri. Ni sisi wenyewe tu ndio ambao tunaojitiatia katika mashaka, lakini Uislamu ni uko khalis, yani uko safi, hauna takataka, lakini sisi ndio ambao tunauingiza katika shubha. Dhikruka akhaka bima yakrah. Pia masahaba wakauliza, akasema kwamba afaraaita in kana fi akhi ma aqul, hivi inakuwaje kwamba mimi nikiwa ni mwenye kumzungumza ndugu yangu kwa kile ambacho alichokuwa nacho kama aibu, kwa ile aibu ambayo aliyokuwa nayo, ima ni sawa kama ni kipofu au ni chongo au mlemavu, au ukataja yale madhambi yake kwa yale ambayo aliyokuwa nayo, kwamba yule bwana ni dhalim, au yule kwamba ni bwana ni msinifu, au kwamba yule bwana sijui ana mtoto ambaye alikuwa sio ndoa, au bwana yule bwana anakula hiki. Vipi na kuwaje katika hili? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba radhiallahu anhum, in kana fihi ma taqul, ikiwa kwamba wewe utakuwa ni mwenye kumzungumzia kwa kile ambacho alichokuwa nacho, faqad iktabta, utakuwa tayari kwamba umefanyaje, umemsengenya. Wa in lam yakun fihi faqad bahatta, na ikiwa kwamba utamzungumza katika lile ambalo si mwenye kuwa nalo, basi utakuwa tayari kufanyaje, umemzushia lile ambalo silokuwa na asili. Na katika usengenyi haikuangaliwa kwamba usengenyi utamsengenya mtu katika maneno, kwamba labda katika vitendo vyake, ika katika upande mwingine hakuna usengenyi. Usengenyi uko katika sehemu zote. Usengenyi uko katika mtu kwamba unamzungumza katika matendo yake, unamzungumza katika mali zake, unamzungumza mtu katika uchumi wake, unamzungumza mtu katika cheo chake,
unamzungumza mtu katika familia yake, unamzungumza mtu katika mkewe, au unamwiga mtu kwa ile hali ambayo aliyokuwa nayo, kwamba anatembea hivi au anavaa hivi au ana maskara haya au ana hili au ana lile, katika sehemu yote kwamba usengenyi unaingia. Usengenyi, ndugu zangu katika imani, ni jambo ambalo lililokatazwa kama namna ambavyo ilivyoharamishwa zina. Wala taqrabu zina innahu fahishatan wa kana wala taqrabu zina, wala msikurubie zina. Namna ambavyo ilivyokuwa imeharamishwa zina, ndivyo hivyo ilivyoharamishwa ghaiba, ilivyoharamishwa an-namima, kwamba usengenyi, uchongezi. Ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa ni kwamba tuchukue Uislamu, tuwe tuna imani ya kwamba ya kufuata yote ambayo tuliokuwa tumeamrishwa, na tuwe kwamba na hali ambayo ya kujiepusha yote yale ambayo tuliokuwa tumekatazwa. Kwa sababu hivi sasa hivi mtu ukimzungumza katika masala ya riba anakuwa mbali kabisa, anakuambia bwana riba bwana Mwenyezi Mungu ameharamisha. Ukimzungumza mtu katika masuala ya unywaji pombe anakuambia itakuwaje bwana Muislamu mwenye pombe? Haiwezekani. Na anayekunywa basi ni mwenye kumwasi Mwenyezi Mungu. Lakini katika swala la usengenyi ni kwamba unakuta kwamba ni jambo ambalo limeonekana ni la kawaida, na ni jambo ambalo linazunguka kwetu sisi, yani kitu ambacho kwamba kuto kusengenya au mtu kwamba akawa anamzungumza mtu anamwambia bwana achana na hayo. Huo ni kwamba tunamla nyama ndugu yetu, tunasengenya bwana. Kwani kuna ubaya gani bwana? Hii hali ambayo Waislamu tuwe na intibah nayo, kujiepusha na yale ambayo Mwenyezi Mungu aliyokuwa ametukataza, na kufanya yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyokuwa ametuamrisha. Na ndivyo ambavyo walivyokuwa masahaba radhiallahu anhum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura Al-Hujurat, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahman akhihi maitan fakarihtumuh. Hivi anapenda mmoja wenu akawa ni mwenye kula nyama ambayo iliyokuwa ya maiti, basi akawa ni mwenye kuchukia. Kwa hiyo kama angalia namna ukubwa wa jambo ambalo lilivyokuwa, kwamba Mwenyezi Mungu alivyolitolea mfano uliokuwa mbaya kabisa, yani kula nyama ya ndugu yako ambaye aliyekuwa maiti. Lakini sisi tunadhana tu kwamba mimi nikiwa si mnywaji wa pombe, mimi nikiwa si mtu ambaye wa zina, si mtu wa riba, lakini haya madhambi mengine ni madhambi tu ya kawaida. Mtu anaweza akafanya, na mtu anaweza akaacha, na mtu anaweza akafanya tauba akarejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni kweli, lakini masahaba hawakuwa katika hali kama hiyo. Na ujue kwamba ukubwa wa dhambi ya usengenyi na uchongezi, kuna adhabu zinapatikana, adhabu mbili. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atustiri na adhabu zake. Kuna adhabu ya msengenyaji katika kaburi, na kuna adhabu ya msengenyaji mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Ibn Abbas anasema kwamba marra biqabrain, عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين. Mtume صلى الله عليه وسلم alipita katika makaburi mawili. Faqala, akasema kwamba innahuma la yu'adhiban wa ma yu'adhiban fi kabir, amma ahaduhuma fakana la yastatir min al-bawl wa amma al-akhar fakana yamshi bin namima. Fada'a bi jaridati rabba فشقها نصفين وقال لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. Hii ni kwamba kuonyesha kwamba jambo la usengenyi lenyewe kama usengenyi,
mtu anapokuwa amesengenya, anamzungumza mtu yale aliyokuwa nayo, akashindwa kumkabili na kumwelezea kile alichokuwa nacho, ni sawa kilikuwa katika cheo, ni sawa ilikuwa katika matendo ya madhambi yake ambayo anayoyatenda, hali ambayo pia vile vile inatakiwa utafute njia kumnasihi Muislamu mwenzio katika dhambi ili aachane na dhambi hiyo, au kwamba umstiri na wewe utakuwa na stara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Innahuma la yu'adhaban, haikuwa kwamba wao ni wenye kuadhibiwa adhabu katika kaburi yao, wama yu'adhiban fi kabiri, na wala hawakuwa ni wenye kuadhibiwa kwa jambo walikuwa ni wenye kuadhibiwa kwa jambo ambalo lilikuwa kubwa. Amma ahaduhuma, mmoja wao, Mtume sallam alipopita katika makaburi mawili haya anasema kwamba mmoja wao fakana la yastatir min albauli, mmoja alikuwa hajistiri kutokana na mkojo. Mtu anakojoa hawi na uchungaji wa kuangalia kwamba mkojo haumgusi katika kiwiliwili chake, hawi mwenye kuchunga kuona kwamba mkojo ni najisi, nijichunge vipi na kutokana na najisi hii. Licha ya najisi nitaondoa maji, lakini pia vile vile nitajichungaje mkojo huu usiniingie katika kiwiliwili changu ili nisipate adhabu ya Mwenyezi Mungu. Wa amma al-akhar, ama mwinginewe, fakana yamshi bin namima, alikuwa mtu akitembea katika uchongezi, anamuona ndugu yake au rafiki yake au mwenziwe yupo katika cheo ambacho kilichokuwa kizuri na anahusuda naye au hana husuda naye, lakini kwa nini awepo pale? Lazima nitamfanyia mipango, atatoka na atatoka. Na kuna watu wataalamu wa kutengeneza husuda, na kuna watu wataalamu wa uchongezi, na kuna watu wataalamu wa usengenyaji, wanatengeneza mazingira mpaka wanatoka kweli au anatoka kweli. Au mtu unaongelewa wewe na kutengeneza fitna, yani unaweza ukasema kwamba huyu mtu alitakhasus, amespecialize katika hili. Fakana yamshi bin namima, mtu anatembea katika kuchongea watu. Mtume sallama alipokuta watu wawili hawa wanaadhibiwa katika makaburi, anasema fadaa bijaridatin, kwamba Mtume aliamrisha paletwe kuti, mfano wa kuti la mtende hapa katika jaziratul Arab, sidhani kama kuna minazi. Fadaa bijaridatin rabba, kuti ambalo lilikuwa na umajimaji. Fashaqaha nifaini, akapasua sehemu mbili na kuweka juu ya makaburi yale, la'allahu yukhaffaf anhuma, huenda kwamba kabla ya kukauka kuti hili kutokana na umaji huu ikawa ni wenye kupunguziwa adhabu ya kaburi watu wawili hawa. Na hii ni kuonyesha kwamba, kuthibitisha kwamba adhabu ya kaburi ipo, na adhabu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ipo. Na watu Waislamu tunatakiwa tuishi katika mfumo ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliotuamrisha tuishi katika Uislamu, na tujiepushe katika ambayo yaliokuwa ya haramu. Mtume sallallahu alaihi wasallama hakuacha lolote katika umma huu isipokuwa alifikisha. Hakuwa na khiana hata kidogo kwetu sisi. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hakutuma Mtume sallallahu isipokuwa ni rehema kwetu sisi, lakini ni sisi wenyewe tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka anawaambia masahaba radhiallahu anhu kwamba nyote nyinyi mtakuwa ni wenye kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, isipokuwa yule ambaye mwenye kukataa. Na kweli watu tumejionea ni vitu vya kawaida, ni jambo la kawaida. Leo kukaa tunasengenyana, leo kukaa tunachokeana, leo kukaa yule bwana sasa hivi unalidia pato lake linatokana na nini? Kwani wewe linakuhusu nini? Na kama una uwezo unaona kwamba pato lake labda ni la haramu, basi mkabili mwenyewe, muelezee. Kama unamuona kwamba yupo wrong katika uongozi wake, basi mkabili, muelezee. Kama unamuona haipo sawa katika msimamo
katika Uislamu katika mstari, basi mwelekee na kumweleza lile ambalo aibu yake ambayo alikuwa nayo, na tafuta njia iliyokuwa nzuri ya kumnasihi. Adinu nasiha. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, jambo la uchongezi, jambo la usengenyi ni jambo ambalo limebashiriwa ishara ambayo iliyokuwa mbaya, na ni miongoni mwa katika madhambi makubwa kama alivyokuwa madhambi makubwa mengineyo. Na japokuwa kwamba ulimi una nafasi ya sehemu kubwa kabisa, ulimi una nafasi ya sehemu kubwa kabisa ya kuchuma yaliyokuwa mabaya, na ulimi huu una nafasi kubwa kabisa ya kuchuma ambayo ya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tujichunge sana kutokana na ulimi wetu, tujichunge sana kutokana na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyokuwa ametukataza. Kwani Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwamba innal abda la yatakallamu bikalima min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'u Allahu biha darajati, wa innal abda la yatakallamu bil kalima min sakhtillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Kwamba mtu mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweza akazungumza katika yale ambayo yenye kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akaona ni jambo ambalo ni la kawaida tu, lakini kwa jambo hilo Mwenyezi Mungu akamnyanyua daraja. Na mtu anaweza akaongea au akafanya jambo au akasengenya au akaona kitu, akafanya kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala cha kumchukiza, akaona kwamba hili ni jambo dogo tu bwana, lakini kwa jambo hilo wewe ukaenda kuingia katika shimo la moto. Kwa jambo hilo ukawa wewe ni mwenye kuangamia. Ndio maana wenzetu walikuwa wao hawadogeshi dhambi kwamba kuona kwamba hii ni dhambi dogo au hii ni dhambi kubwa. Wao wakatazwa ni wenye kukatazika, wao wakiamrishwa ni wenye kutenda. Lakini sisi kwamba mpaka mtu kwamba ufanye utafiti kwamba hii ni dhambi ndogo au kubwa, na kama ni dhambi kubwa basi unaangalia kwani hii si inaweza kufanyika kwamba nikaitolea kafara hii, au kwamba hii, yaani unatafuta njia na mipenyo ambayo kuweza ya kutoka katika dhambi ile ikawa kwamba ni dhambi tu, ni kitu cha kawaida tu bwana. Waislamu, mimi nawahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu, kutokana na hali ambayo tuliokuwa nayo hivi sasa hivi Uislamu, tupasa Uislamu kuufahamu vizuri sana, kujifundisha yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyokuwa ametuamrisha, na kujiepusha na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyokuwa ametukataza. Kwa sababu gani? Kwa sababu leo msiba ambao tuliokuwa nao katika Uislamu ni kwamba hatupo katika hali ambayo ya kukubali kubadilika. Yaani Muislamu siku baada ya siku Muislamu akawa kwamba ni mwenye kubadilika. Hapana, bali ni kwamba tumekuwa na Uislamu ambao kwamba wa kuamini na kutenda baadhi ya mambo na kufuata baadhi ya mambo, lakini hatuna Uislamu wa kwamba wa kuamini yote na kujiepusha yote. Yaani tumeamini baadhi na tunafuata baadhi, na baadhi ni kwamba tunasema haya hayatuhusu sisi, au haya ni vitu vya kawaida, au haya ni mambo ya kawaida. Uislamu kama huu, Uislamu wa sample, hakuna. Uislamu ni kwamba udkhulu fi silmi kafata, kwamba watu waingie katika Uislamu hali ya kuwa wazima wazima. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi Anas bin Malik, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba la yastaqimu imanu abdi, haitasimama ikawa sawasawa imani ya mja yote hata yastaqimu kalbuhu, mpaka kwamba moyo wake uwe umekaa katika mstari.
wala yastaqimu qalbuhu, na moyo hautakuwa umekaa katika mstari hata yastaqima lisanuhu, mpaka ulimi wake uwe ni wenye kunyoka. Kwa hiyo ulimi ni wa kuangalia sana. Ulimi usio ni sababu ya kutusababishia sisi kutuingiza katika adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ulimi isiyo ndio sababu kwamba tumepewa ulimi basi kwamba tunafanya au tunaongea yale ambayo tunayoyataka. Lazima mtu uwe na mipaka, uwe na break katika kuongea. Ujichunge Muislamu, uangalie hivi tangu asubuhi, hebu jihesabu kwamba leo nimesengenya mara ngapi? Hivi leo nimeongopa mara ngapi? Hivi leo ulimi wangu umechuma madhambi mara ngapi? Hii ni hali ambayo tunatakiwa sisi tuwe nayo, na ubadilike siku baada ya siku. Isiwe kwamba wewe ni Muislamu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu amekupa taufiki ya swala 5. Alfajiri upo nyuma ya imamu kwa takbira ya kwanza kabisa, lakini wewe katika jamii ni mwenye kuogopwa. Inaonekana kwamba wewe umespecialize katika swala zima la usengenyi, yani wewe ni mtaalamu wa kusengenya. Yani kusengenya kwako na uchongezi kwako ni vitu ambavyo vyenye hususia, yani kwamba hivyo ni specialized. Huwezi ukakaa isipokuwa yule fulani bwana ana hivi hivi, yule fulani bwana ana hivi hivi. Bwana unajua kupo hivi hivi, bwana unafahamu lipo hivi hivi. Haya sio katika mambo ambayo, sifa ambayo anayopaswa kuwa nayo Muislamu. Usengenyi na uchongezi umepewa bishara ambayo iliyokuwa mbaya, na mtu aangalie sana. Atakuja kwenda mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, awe na ile hali ya kwamba mali hadha kitabu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mtu atauliza, hivi kitabu hakikuacha makubwa wala madogo, kuna jambo gani? Hali ya kuwa kwamba sisi wenyewe kwa wenyewe katika ulimwengu huu tuna nafasi au tulikuwa tuna nafasi ya kukumbushana, na ukumbusho huu ni kwa jamii, ukumbusho huu ni kwa wote, ukumbusho huu kwa ulama, ukumbusho huu kwa raia, ukumbusho huu kwa kiongozi, ukumbusho huu kwa kila mtu. Kwa hiyo kwa haya mimi nisingependa kuweza kuendelea zaidi, isipokuwa kwamba tukumbuke kwamba Waislamu katika darasa yetu hii ya leo tuchukue picha au tuchukue mazingatio kwamba sisi Waislamu wote tunatakiwa tuwe ni wenye kuchunga ndimi zetu, kuangalia ndimi zetu, kujiepusha na kusengenya. Dhambi ya kusengenya ni kama dhambi ambayo iliyokuwa uharamu wake dhambi ya zinaa. Dhambi ya kusengenya uharamu wake ni kama dhambi ya kunywa pombe. Dhambi ya kusengenya ni kama vile ambavyo alivyoharamishwa nguruwe. Leo Muislamu akitajua nguruwe anakuwa mwenye kuruka futi 40 kwamba anaona jambo la haramu, lakini katika kusengenya kwake ni jambo la kawaida. Muislamu leo akitajua kwamba kunywa pombe anaruka futi 40 kwa yule ambaye mwenye kuwa na imani, lakini katika kusengenya inaonekana kwake ni kawaida. Si kwa mwanamume, si kwa mwanamke, si kwa mkubwa, si kwa mdogo. Ndugu zanguni, kwa haya nasema wabillahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran Ustadh Zubair. Nafikiri tungetuhitaji tuzingatie aliyetuambia, na inshallah sote tuwe Waislamu wema.